Bwana, inakuaje? Karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama channel ya PM Online. Kubwa zaidi ni kuambia tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa hiyo alama kengele na uwe mshikaji wangu kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Tetesi mbalimbali za sajili zimeanza kuibuka hasa kuelekea katika dirisha dogo, na moja kati ya taarifa ambayo nimeipata kutoka kwenye chanzo cha kuaminika pale Msimbazi ni kwamba kuelekea dirisha dogo la usajili mwezi Januari 2026, Simba tayari imekwisha kufanya mawasiliano ya awali ya kuweza kumrejesha kikosini Luis Jose Miquissone. Kuna uwezekano mkubwa Joshua Mutale akatolewa kwa mkopo endapo utakuwa tayari, ama kuvunjiwa mkataba kuweza kumpisha Luis Miquissone. Kwa nini Luis Miquissone? Najua ndio swali ambalo hata wewe pia utakuwa unajiuliza. Sasa kwa sababu moja tu ambayo mmoja wa wajumbe wa bodi ya kurugenzi Simba ameweza kuieleza ni kwamba walichokiangalia kwa kina na wanakiona kina mashiko ni kwamba moja ni fomu yake kwa sasa ndani ya Udisongo plus numbers ambazo yuko nazo kiujumla tangu ambapo ameweza kurejea pale Udisongo. Pili, uzoefu wake katika ligi ya Bongo na kuyajua mazingira kwa ujumla, lakini pia anaujua utamaduni wa soka la Simba. Lakini kitu cha tatu ni kwamba anatwanga mashindano ya CAF kwa kuwa timu yake haikushiriki, tofauti na wachezaji wengine wazuri ambao tayari wamekwisha kutumika na timu zao. Ni ngumu kuweza kumtumia tena msimu huu, kanuni za CAF zitakuwa zinawabana. Kwa hiyo hicho ndo kitu kati ambacho kinawaonesha kwamba wanaweza wakamleta na akaja kufanya mazuri zaidi pale Msimbazi, na kila kitu kikaendelea kwenda vizuri na akaionyeshea Simba kwamba ni kwa namna gani ambavyo performance inaweza ikawa. So alikuja mara ya kwanza gari likawaka, kaenda Al Ahly, lakini baada ya kufeli Al Ahly na kurejea Msimbazi mambo hayakwenda vizuri, na kisha Simba tena wakamtema, na alikuwa ni moja kati ya wachezaji ambao walikuwa wanalipwa kiasi kikubwa mno cha fedha pale Msimbazi. So sijui kama watamrejesha na itakuwa ni kiasi gani cha fedha ambacho atakuwa anakunja kwa mwezi. Tusubiri tuone, kikitimia basi tutaje kufahamisha pia hapa kwamba yale mazungumzo ambayo yalikuwa yanafanyika basi yamekwisha kukamilika. Menaitwa It's PM Show. Tusiache kunifuata kupitia ukurasa wangu wa Instagram na Twitter @itspmshow. Till next time.